Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante. Bwana, Donald Trump anaposema Iran inatakiwa kujisalimisha bila masharti, wewe unaelewa nini? Na wakati huo pia Marekani anasema Iran imeshindwa vita. Ina maana gani wakati kila siku tunasikia Iran imefyatua makombora mfululizo kwenda kwa washirika wa Marekani? Ripoti hii imeandaliwa na Alex Guido na kuletwa kwenu na mimi Silas Simon. Msemaji wa ikulu ya Marekani Caroline Leavitt ametangaza kuwa operation ya kijeshi itwayo Operation Epic Fall itaendelea hadi Rais Donald Trump mwenyewe atakapothibitisha kwamba malengo yote ya kimkakati ya Marekani yamefikiwa kikamilifu. Katika mkutano na waandishi wa habari uliofanyika tarehe 10 Machi 2026, Leavitt alitoa maelezo ya kina kuhusu malengo ya Marekani katika vita vinavyoendelea dhidi ya Iran. Alisisitiza kuwa Rais Trump ana imani kubwa sana kuhusu maendeleo ya operation hiyo na kwamba majeshi ya Marekani kwa sasa yanafanya operesheni zake kwa kasi iliyo mbele ya ratiba iliyopangwa. Aidha, alisisitiza msimamo wa rais kwamba vita hivi vitamalizika tu pale ambapo amiri jeshi mkuu atakapoamua kuwa malengo ya kijeshi yamefikiwa kikamilifu. Sasa hapa swali kubwa ambalo wewe pia unajiuliza ni kwamba malengo ya Marekani ni yapi? Malengo hayo ni pamoja na haya. Moja ni kuangamiza kabisa gara la makombora ya masafa marefu ya Iran. Irani kwa miaka zaidi ya 30 imewekeza sana katika programu ya makombora ya masafa marefu. Sababu kubwa ni kwamba Iran haina jeshi la anga lenye nguvu kama la Marekani au Israeli. Hivyo imechagua makombora kama silaha yake kuu ya kujilinda na kushambulia. Makombora haya yanajulikana kama ballistic missiles na baadhi yana uwezo wa kufika maelfu ya kilomita. Mifano ya makombora muhimu ya Iran ni pamoja na Shahab 3 ballistic missile inaweza kufika takriban kilomita 2000. Sejil ballistic missile, kombora la mafuta magumu kwa maana ya solid fuel, inarushwa kwa haraka zaidi. Khorramshahr missile lina uwezo wa kubeba mzigo mkubwa wa vilipuzi. Kwa kifupi, Marekani na washirika wake wanaona makombora haya kama tishio la moja kwa moja kwa miji ya Israeli, vituo vya kijeshi vya Marekani vilivyopo Mashariki ya Kati. Mfano halisi uliwahi kuonyeshwa nguvu ya makombora ya Iran ulitokea mwaka 2020 baada ya kuuawa kwa Qasem Soleimani. Iran ilijibu kwa kurusha makombora dhidi ya kituo cha Marekani cha Al Asad Air Base. Shambulio hilo lilionyesha jambo moja muhimu: Iran inaweza kushambulia kwa umbali mkubwa bila kutumia ndege za kivita. Ndio maana lengo la kwanza la Marekani ni kuharibu gara na mifumo ya kurushia makombora hayo, kwa sababu bila makombora Iran inapoteza uwezo wake wa kulipiza kisasi haraka, inakuwa dhaifu kijeshi katika eneo lote. Lengo la pili la Marekani ni kuharibu kabisa viwanda vya kutengeneza makombora. Yaani Marekani anaona kuangamiza makombora yaliyopo ni hatua ya muda mfupi, lakini kuharibu viwanda vinavyotengeneza makombora ni hatua ya muda mrefu. Iran imejenga mtandao wa viwanda vya kijeshi katika maeneo tofauti ili kuzuia kushambuliwa kwa urahisi. Baadhi ya miradi hii ilisimamiwa na taasisi yenye nguvu sana nchini Iran kwa maana ya Islamic Revolution Guard Corps kwa maana ya IRGC. Viwanda hivi mara nyingi hujengwa chini ya milima, ndani ya maandaki makubwa au katika maeneo ya siri ya kijeshi. Mfano wa maeneo muhimu yanayohusishwa na programu ya makombora ni Parchin Military Complex na Hojir Missile Production Complex. Sababu ya Marekani kutaka kuharibu miundombinu hii ni rahisi. Kama kiwanda kinabaki hai, Iran inaweza kujenga makombora mapya ndani ya miezi michache au miaka michache. Katika vita vya kisasa, kushambulia uzalishaji wa silaha mara nyingi huwa muhimu zaidi kuliko kushambulia silaha zenyewe. Mfano wa kihistoria ni wakati Israel ilipoharibu reactor ya nyuklia ya Iraq mwaka 1981 katika operation inayojulikana kama Operation Opera. Lengo lilikuwa kuzuia Iraq kujenga silaha za nyuklia kabla hazijakamilika. Ndio maana mpaka kesho Iraq limebaki taifa dhaifu sana. Namba 3 ni kudhoofisha au kuondoa makundi ya washirika wa Iran. Hili ndio eneo ambalo Iran imejenga nguvu yake kubwa zaidi katika siasa za Mashariki ya Kati. Badala ya kupigana vita moja kwa moja na Marekani au Israeli, Iran imejenga mtandao wa makundi ya kijeshi katika nchi mbalimbali. Mkakati huu huitwa mara nyingi proxy warfare, vita kupitia washirika. Makundi muhimu yanaungwa mkono na Iran ni pamoja na Hezbollah nchini Lebanon, Hamas katika Gaza, Houthis nchini Yemen pamoja na Popular Mobilization Forces nchini Iraq. Makundi haya hupokea silaha, mafunzo, fedha, taarifa za kijasusi kutoka Iran.
Mkakati huu unampa Iran uwezo wa kuathiri siasa za eneo lote bila kuonekana kama inapigana moja kwa moja. Mfano, Hezbollah ina makombora zaidi ya 100,000 yanayolenga Israeli, na ndio maana baada ya vita kuanza Israeli imeshambuliwa kutoka Lebanon hata kama Irani haijarushwa kombora moja. Kwa Marekani na Israeli kuvunja mtandao huu ni muhimu kwa sababu ndio kinga ya kwanza ya Irani katika vita vya eneo. Namba 4 ni kuhakikisha kwamba Irani haitawahi kupata silaha za nyuklia. Hili ndio swala lilokuwa chanzo cha mvutano mkubwa kwa miaka mingi. Nchi za magharibi zinaamini kuwa Iran inaweza kutumia mpango wake wa nyuklia kutengeneza bomu la nyuklia. Iran imekuwa ikisisitiza kuwa mpango wake ni wa nishati ya kiraia tu. Maeneo muhimu ya mpango wa nyuklia wa Iran ni pamoja na Natanz Nuclear Facility pamoja na Fordo Fuel Enrichment Plant. Lakini vituo hivi hutumika kwa urani enrichment, mchakato wa kuongeza kiwango cha uranium 235. Tatizo ni hili. Uranium ya 3 mpaka 5% hutumika kwenye mitandao ya umeme. Uranium ya zaidi 90% hutumika kwenye bomu la nyuklia. Kwa hiyo nchi za magharibi zina hofu kwamba Iran inaweza kuharakisha enrichment na kutengeneza silaha ndani ya muda mfupi. Ndio maana makubaliano kimataifa yaliwahi kufikiwa mwaka 2015 yanayojulikana kama Joint Comprehensive Plan of Action kwa maana ya JCPOA. Makubaliano hayo yalilenga kupunguza uwezo wa Iran kutengeneza silaha za nyuklia kwa kuweka ukaguzi wa kimataifa. Moja ya hoja kuu katika maelezo ya Leavitt ilikuwa usalama wa mlango wa bahari wa Hormuz, njia muhimu ya kimataifa inayotumika kusafirisha mafuta na bidhaa mbalimbali. Alionya kuwa iwapo utawala wa Iran utajaribu kuzuia usafirishaji wa mafuta au bidhaa za kimataifa kupitia njia hiyo muhimu, basi utakabiliwa na mashambulizi kutoka kwa jeshi lenye nguvu zaidi duniani, kwa nguvu ambayo itakuwa mara 20 zaidi ya mashambulizi ambayo Iran imewahi kushuhudia hadi sasa. Leavitt pia alifichua kuwa jeshi la Marekani kwa sasa linaandaa mikakati ya ziada ya kijeshi kwa maelekezo ya rais ili kuhakikisha njia hiyo ya bahari inabaki wazi. Ingawa hakutoa maelezo ya kina kuhusu mikakati hiyo, alisema wazi kuwa rais hana uoga wa kutumia hatua hizo iwapo utawala wa Iran utajaribu kushikilia mateka usambazaji wa nishati ya dunia. Sasa tujibu swali la kujisalimisha bila masharti. Leavitt pia alifafanua kauli za hivi karibuni za Rais Trump aliposema Iran ipo katika hali ya kujitoa bila masharti. Alieleza kwamba kauli hiyo haimaanishi lazima utawala wa Iran utoke hadharani na kutangaza kushindwa kwake. Badala yake inamaanisha hali ambayo vitisho vya Iran havitakuwa tena na nguvu halisi za kijeshi kuviunga mkono. Alisema, unaweza kutoa tishio tupu, lakini kama hauna uwezo wa kulitekeleza, basi tishio hilo hubaki kuwa maneno matupu. Kwa mujibu wa Leavitt, rais ataona kwamba kujisalimisha huko kumefikiwa pale ambapo Iran haitakuwa tena na uwezo wa kutishia Marekani au washirika wake kupitia makombora yake ya masafa marefu au mpango wake wa nyuklia. Akijibu maswali kuhusu chanzo cha vita hivyo, Leavitt alithibitisha kwamba Rais Trump aliamua kuanzisha Operation Epic 4 baada ya kupokea taarifa za kijasusi zikionyesha kuwa Iran ilikuwa siku chache tu kabla ya kushambulia Mali na wanajeshi wa Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati. Alisema, tutathmini hivyo ilitokana na taarifa zilizowasilishwa kwa rais na maafisa waandamizi walikuwa wakifanya mazungumzo ya kidiplomasia na utawala wa Iran. Leavitt aliwashutumu uongozi wa Iran kwa kuidanganya na kuipotosha Marekani wakati wa mazungumzo hayo, huku kwa wakati huo huo akiendelea kuharakisha maendeleo ya programu zake za makombora na nyuklia. Alisisitiza kwamba Rais Trump na timu yake walishiriki mazungumzo hayo kwa nia njema, lakini hatimaye walilazimika kuchukua hatua za kijeshi ili kuzuia shambulio kubwa. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.